Nitapenda niwasalimu kwa salamu za Krismasi na mwaka mpya wa 2026 wenye kichwa Kristo aliyezaliwa aendelee kutuunganisha na kwa pamoja tuinjilishe ulimwengu. Ni kwa mapadre wote, watawa, waamini, walei na watu wote wenye mapenzi mema. Tukiwa kwenye maadhimisho ya sherehe za Krismasi za mwaka huu 2025 ambao kwetu ulikuwa ni mwaka mtakatifu wa kanisa, mwaka wa rehema na neema zilizoletwa na jubilei tulioadhimisha, tunapenda kwa namna ya pekee tutoe tena shukrani zetu kwa Mungu Baba aliyemtuma mwanae Bwana na mkombozi wetu zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na ambaye kazi yake ya ukombozi inaendelea kupitia katika kanisa aliloanzisha na linalomkumbuka leo. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema ya kweli. Maneno ya Yohani sura ya 1 aya ya 14. Tunafurahi tena katika Noeli hii, kwani tunakumbushwa ukweli kwamba Mungu hakai mbali nasi, na hakika amejiunga nasi na yuko pamoja nasi, na kwamba uwepo wake unaendelea kutuletea neema. Kwa kuzaliwa kwake Yesu aliyekuwa Masiha, furaha iliyongojewa ilitimia. Kama asemavyo Isaya, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Mtoto huyu aliyezaliwa aliwaunganisha wanadamu na Mungu waliokuwa wamemkosea na hivyo kutengana naye. Hali hii aliyoiwezesha Bwana wetu Yesu Kristo ni kazi ya ukombozi ambayo tunapenda iendelee, na katika kanisa la leo hili linawezekana iwapo huo muungano utabaki na kuimarika, na kazi ya ukombozi aliyoanzisha itaendelezwa na hilo kundi linalomfuata ambao ni sisi. Ndugu zangu, tunaofurahia kuzaliwa kwa mkombozi, kama ujumbe huu wa Krismasi na mwaka mpya unavyotualika, tunapaswa kusali ili kwamba huyu Emanueli aliyezaliwa miaka zaidi ya 2000 iliyopita na anayezaliwa leo mioyoni mwetu aendelee kutunganisha, na kwa pamoja tuende kuinjilisha ulimwengu, na hivyo kuifanya kazi yake hiyo ya ukombozi. Tumsikilize yeye na kuyasikia maneno yake aliyosema kuhusu ukweli huu. Kabla ya kurudi kwa Baba yake, aliwaombea wafuasi wake wadumu katika umoja. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Ni Yohani sura ya 17 aya ya 20. Ni Kristo huyo huyo aliyetumwa na Baba, yeye naye aliwatuma mitume kama anavyosema Yohane sura ya 20 aya ya 21, akisema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo sura ya 28 aya ya 19 hadi 20. Kutoka kwa mitume, kanisa limeipokea kazi hii, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu linaendelea kutimiza wajibu huu, na kama Kristo mwenyewe alivyoamuru, litapaswa kufanya hivyo mpaka mwisho wa dunia. Yanatufariji maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyosema kwa mitume kabla ya kupaa kwake mbinguni, kama alivyoyaleta kwetu mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume akisema,
na nukuu, lakini mtapokea nguvu akisha kuajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 8. Kanisa la leo likiongozwa na hao waliowekwa kulisimamia halichoki na linaendelea kualika waamini kukuza umoja katika Kristo linapowajibika kuifanya kazi ya uinjilishaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kuhamasisha na kuwatayarisha waamini kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Jumapili ya Misioni na mkumbuko wa Papa Pio wa 11 itakayoadhimishwa mwaka kesho tarehe 18 mwezi wa Oktoba, tayari ameainisha mada itakayotuongoza. Mada hiyo kwa tafsiri ya kawaida inachukua mawazo makuu mawili ya umoja katika Kristo na kuungana pamoja katika utume au uinjilishaji. Basi tunawaalikeni waamini nyote, tukiongozwa na ofisi yetu ya misioni ya mashirika ya kipapa, kuungana na kanisa lote la kiulimwengu katika maandalizi na maadhimisho yenyewe ambayo hakika yatazidi kutuimarisha katika roho ya umoja chini ya Yesu Kristo aliye kichwa chetu, tukibaki tumeungana katika kuendeleza kazi ya umisionari na hivyo kulijenga kanisa kama alivyotuamuru yeye aliye Bwana na mkombozi wetu. Katika ujumbe wake wa Noeli na mwaka mpya, katika ujumbe wetu wa Noeli na mwaka mpya uliowafikia kwenye maadhimisho ya Noeli ya mwaka jana, tuliwashukuru kwa yote mlioyafanya mkiwa mmeungana na kanisa la kiulimwengu kwenye maadhimisho ya mkutano mkuu wa 16 wa kawaida wa sinodi ya maaskofu iliyokuwa na mada na kauli mbiu ya kanisa la kisinodi, umoja, ushirika na utume, iliyozinduliwa mwaka 2021 na kuhitimishwa mwezi Oktoba mwaka jana. Katika kuhitimisha mkutano huo, mkumbukwa Papa Francisco alisema kuwa ni kweli mikutano ya sinodi imehitimishwa, lakini roho ya sinodi hiyo inaendelea na ni lazima ibaki hai katika maisha yetu ya ushuhuda na uinjilishaji wa pamoja. Hati iliyotolewa baada ya kuhitimisha mkutano wa sinodi na kupitishwa na mkumbuko huyo Papa Francisco. Katika utekelezaji huo tunaalikwa kama wana kanisa kusisitiza na kukuza yale ambayo yataliona kanisa linakuwa na kuendelea kujengeka likiongozwa na mfumo na tabia ya utendaji wa pamoja, tukimsikiliza na tukiongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu anayebaki nasi daima. Ni imani yetu kuwa tunapoingia katika awamu hii ya utekelezaji wa maazimio ya mkutano mkuu wa 16 wa sinodi ya maaskofu juu ya kanisa la kisinodi, tutakuwa tayari kuhamasishwa na kuelimishwa na makundi maalum kama kanisa mahalia, ili kwa umoja katika Kristo na tukiwa tumeungana tutaweza kuifanya kazi ya uinjilishaji unaoendana na wakati na mazingira ya leo kwa weledi, mbinu na taratibu zenye kuleta matokeo chanya yenye kujenga ufalme wa Mungu na hivyo kuendeleza kazi ya kumkomboa mwanadamu na ulimwengu kwa ujumla. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye mpaka sasa kama kanisa mahalia la Tabora ametuongoza na tayari tulianza kwa namna fulani na tunaendelea kuyaweka katika utekelezaji yale ambayo yataufanya utume wetu uendane na yaliyoazimiwa na yatakayokuza roho ya kisinodi katika utendaji, tukisali, kutafakari pamoja, kuzungumzana na kufanya maamuzi ya pamoja kama kanisa la kisinodi. Hii ni pamoja na kuweka sera, taratibu, vyombo na mifumo
katika shughuli za kiutawala na kiuchungaji, vitakavyotusaidia kwenye utendaji na hata katika kufanya maamuzi ya pamoja kwa faida na manufaa ya kanisa zima. Mwaka wote wa 2026, yani mwaka kesho, kadiri ya maelekezo kutoka Roma, utakuwa ni mwaka wa kuifanya hiyo kazi na zoezi la utekelezaji wa yaliyopitishwa kwenye hati ya mwisho ya Sinodi ya Maaskofu ya 2024, litakalofuatiwa na tathmini zitakazofanyika kuanzia mwaka wa 2027. Tunawalikeni waamini wote muwe tayari kushiriki kikamilifu katika kutekeleza yanayopaswa kufanyika kadiri ya miongozo na taratibu zitakazotufikia. Tunapoyafikiria makundi mbalimbali yanayowajibika na yanayotoa mchango mkubwa kiuchungaji na yanayopaswa kushirikishwa kikamilifu katika utendaji na hata katika mipango na upitishaji wa maamuzi yahusuyo kazi za kulijenga kanisa, ni kundi la makatekista linaloshiriki kwa namna ya pekee katika kukuza imani, kuelimisha mintarafu maadili ya kanisa na hata kushuhudia imani kwa mifano na majitoleo ya sadaka katika shughuli za utume na maisha ya kanisa kwa ujumla. Utume wa makatekista ambao mkumbukwa Papa Francisco alipenda na akaupa hadhi ya kuwa huduma inayotambulika rasmi katika kanisa kwa hati maalum ijulikanayo kama Antiquum Ministerium, shughuli ya huduma za zamani ya mwaka 2021. Sisi wanajimbo kuu la Tabora hatuna budi kuenzi na kukuza, tukitamani kulipa nguvu jeshi hili la uinjilishaji na wainjilishaji ambalo tangu mwanzo wa kanisa la Agano Jipya limefanya kazi kubwa ya kuchangia katika kukua kwa kanisa kwa kazi nzuri za kichungaji zilizofanywa na makatekista wa kiume na wa kike ambao wakiongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu wamejitolea maisha yao na wengine mpaka kufa mashahidi kwa sababu ya kulijenga kanisa. Nao ni kati ya wale wahudumu wanaoongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kama wabatizwa na wakiwa tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu katika huduma hii. Tuyakumbuke daima yale maneno ya Mtume Paulo anapoongelea wahudumu kama hawa waliojenga zile jumuiya za kwanza za Wakristo wakiongozwa na karama zilizowashukia kutoka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yule yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya ya 4 mpaka ya 11. Hizo huduma alizoainisha Mtume Paulo zaweza kufanywa na kila mbatizwa kutegemea na atakavyoitika sauti ya Roho Mtakatifu. Vivyo hivyo, kuitikia sauti ya kutoa huduma ya kikatekista itamtegemea mtu anayeitwa akawa tayari kuisikia na kuifuata sauti ya Roho Mtakatifu. Katika kanisa letu hapa Tabora, tunao walioitwa wakaitikia wake kwa waume, na watakuwepo wengine ambao wako tayari vile vile kuitikia hata siku za usoni na kawa tayari kujitoa
kwa ajili ya huduma hii kama makatekista. Ndugu zangu, baada ya kutafakari kwa kina na tukithamini huduma inayotolewa na kundi hili la watumishi na wahudumu wanaosaidiana na mapadre, mashemasi na hata wazazi na wasimamizi katika familia za Kikristo kwenye kazi za uinjilishaji, tumeamua tutangaze mwaka 2026, mwaka kesho, uwe ni mwaka wa makatekista, tukilenga kuhamasisha wito huu, kuwaenzi makatekista, kukuza utume wa makatekista katika malezi na majifunzo yao, na kwa namna ya pekee kuwawezesha kwa hali na mali ili waweze kujitolea kwa kujituma zaidi, wakiyafurahia nasi tukiyafurahia matunda ya kazi zao, watakapochangia kwa weledi na ubora zaidi katika kulijenga kanisa letu. Kumbe ndugu zangu, ili tuweze kuyafikia malengo yetu mintarafu kukuza utume wa makatekista, tunaalikwa sote tuwe tayari kushiriki kama kanisa la kisinodi katika kusali, kutafakari, kujadiliana na katika kutoa maamuzi yatakayotusaidia kukuza na kuwezesha utume huu muhimu. Naomba tushangilie kwa hilo makatekista. Tuzaliwe leo na Kristo, lakini tuzaliwe leo na makatekista kwa ajili ya kesho kuwakuza makatekista. Tunapomaliza mwaka huu wa 2025 uliokuwa mwaka wa jubilei itakayohitimishwa rasmi hapa katika kanisa hili kuu tarehe 28 mwezi huu, tunapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa ushirikiano mlioonesha katika kuyafanya yote ambayo yamechangia kwa namna moja au nyingine kulijenga kanisa letu mahali ya Tabora, na hivyo kuliwezesha kuendeleza kazi ya uinjilishaji wa kina katika maeneo mbalimbali ya utume, ikiwa ni pamoja na kuitumia fursa hii ya mwaka mtakatifu kutujenga kiroho na kimwili kwa mazoezi na shughuli za kiroho zilizofanyika. Kwa namna ya pekee tunawashukuru kwa mwitikio chanya mlioonesha wa kuijenga nguvu ya kiuchumi kwa malengo ya kuzifanya kazi za uinjilishaji, tukizikimbilia kwanza na kuthamini nguvu tulizonazo kabla ya kwenda nje. Ni matumaini yetu kuwa mikakati tuliyojiwekea katika suala hili na mingine itakayobuniwa siku za usoni itaweza kuyaleta mabadiliko na hivyo kutupeleka kwenye malengo yetu tarajiwa. Mkombozi aliyezaliwa na atakayezaliwa leo katika mioyo yetu na ambaye ameshazaliwa anakuja kujenga ufalme wa upendo, ufalme wa haki na ufalme wa amani. Kama tunavyofahamu, pamoja na hali ya utulivu na amani ya kawaida tuliyokuwa nayo nchini mwetu, hali hii ilibadilika na kutokuwa rafiki kwa matukio yaliyoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Kanisa likifahamu wajibu wake wa kushiriki katika kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani, halikukaa kimya, bali limejitahidi kufanya kila linalowezekana, ikiwa ni pamoja na kusali, na bado tunaendelea kusali, likiwa na matumaini ya kuona tunaishi katika jamii inayoongozwa na hizo tunu za umoja, usawa, mshikamano, upendo, ukweli, amani, na yote tunayaamini kuwa yataujenga ufalme wa Mungu na kumkomboa mwanadamu kimwili na kiroho. Ndugu zangu, sisi tunaamini katika huruma na upendo wa Mungu sio na mipaka. Tunaalikwa tuendelee kumuomba huyo mwenye uwezo ayabadilishe yale yanayoonekana kushindikana na yenye kusababisha magumu tunayoyapitia. Watu wabadilishe mioyo yao na kutaka kuyaona mazuri na yenye kuleta ustawi katika nyanja zote za kidini, kisiasa, kijamii na hata kiuchumi.
pamoja na kualika kwamba sote tuwe ni vyombo vya kujenga ufalme wa Mungu, tukiwajibika kila mmoja anavyoweza kuyaleta na kuyawezesha hayo yaliyotajwa hapo juu. Tunawaomba kuendelea kuiombea nchi yetu ya Tanzania amani, na tuyaombee mataifa yote amani. Kule kwenye machafuko, kutoelewana, magomvi na vita, tumuombe Emmanuel, mfalme wa amani, aweke mkono wake na amani itawale. Tumuombe Mama Maria aliyemleta mkombozi na mfalme wa amani hapa ulimwenguni, awe nasi akitusindikiza na kutuombea ili tuyafanye mapenzi ya Mungu kama alivyofanya mwanae, akitaka watu wote waokoke, na tuyasikie maneno yake na kufuata nyayo zake, yeye anayesema kuwa kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Tunawatakia mimi pamoja na askofu msaidizi heri ya Noeli na baraka za Mwenyezi Mungu kwa mwaka mpya. Asanteni sana.